Nimezunguka kote ila kwako nimezama. Kuwa nawe najita inachokomba niamini sitokuchanganya. Wendo malikia wangu mtunza siri zangu. Sina mwingine zaidi yako ni wewe tu. Tuwachoshe wenye majungu wasopenda penzi letu. Mimi na wewe mpaka kifo nikifa nzikwe na. Tena mtazamaji wa Mastaz TV. Ibada mimi naitwa Alex Ali 26 namba kutokea idikota fulani hivi za kijanja sana. Ibada leo bwana niko na wana washikaji fulani hivi wa kijanja sana na muziki wa zamani, lakini mpaka sasa hivi nadhani kwamba wakipata support wanaweza kaingia tena kwenye game. Wafanye kile ambacho walikuwa wanakifanya zamani. Baba ni aje? Fresh. Kwema? Kwema. Mishi zimekaje? Kama kawa. Okay bwana, labda kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Alfred OG. Yeah. Sawa. OG umetokana na nini? Umetokana na nini? Niliamuaga tu niweke OG. Eti wa ukweli mwenyewe. Okay. Sawa, tuzungumzie pengine maisha yako ya muziki yakoje? Mimi na muziki sasa hivi tupo mbali kidogo. Inakuwa ni kwa nini? Bado napambania maisha mengine. Sawa, pengine watu wangetamani kujua zamani ulikuwa upo kwenye lebo gani, aidha kundi gani? Zamani nilikuwa kwenye kundi ya Morning Stars. Hiyo kundi livunjika au ndio vile mliamua tu kuachana? Kundi livunjika. Kundi livunjika. Sasa tatizo ni nini? Management. Management ilizingua. Ikabidi tujitenge. Sawa. Lakini nyinyi wawili nadhani kwamba sio mara ya kwanza kupiga nyimbo moja kwa pamoja. Yeah. Ni hivyo, sio mara ya kwanza. Pengine kitu gani ambacho kilikusababisha wewe give up kwenye muziki? Maisha tu. Maisha ndio aliyosababisha. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba sanaa ilipi? Yawezekana ilipi. Kwa sababu mimi haikunilipaga ndio maana nasema hivyo. Sikuwahi kulipwa na sana. Tuzungumzie hichi kitu hapo. Ulikuwa unafanya sanaa kwa ajili ya talent au ndio vile kitaalamu tuseme ni mkumbo? Nilikuwa nafanya kwa ajili ya talent. Alafu anakuambia mwenye talent yake waga ajifiche. Yaani hivyo. Tofauti ya talent na kipaji imekaje? Talent na kipaji. Sijui. Unajui. Bwana ni aje? Safi bila. Kwema? Kwema kabisa. Ndiye. Mimi sina neno plot. Kama kawaida lakini. Kama kawaida. Sawa, labda bwana wangetamani wajue majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Meldo. Yeah. Sawa, bwana Meldo mwanamuziki mwenzangu. Yeah, wa zamani. Yes. Kwa sasa hivi? Sasa hivi sifanyi music. Ya kutokana na changamoto za management. Yeah. Sawa, lakini management ikipatikana mnafanya? Tunaweza tukafanya. Ikipatikana tunaweza tukafanya, pengine na management ikiwa serious, cause tunaweza tukafanya. Sawa. Katika kundi lenu bwana mlikuwa unajua mko kama mtu 3. Tulikuwa watu 4. Nani? Tulikuwa Meldo, Jaldo Fire, Alfredi na Wimix. Tulikuwa 5 na Made 40. Yeah. Sawa, bana hiyo kundi ilivunjikana itokana nini mpaka ivunjike sambaratike? Yaani ilisambaratika kwa tatizo la msimamizi tuseme. Mtu ambaye alikuwa anatusimamia hapa kambini ndo alizingua kivile, ila management alikuwa fresh, ila sema mshikaji alimpiga maneno na management yeye mwenyewe akazingua na tukachana naye. Yeah. Mjakaa mahali mkaplani namna gani ya kumtafuta management nyingine mradi kazi iende? Hamna, ila tulipataga mtu akatusapoti kazi kadhaa tukachukua tukazifanya. Ila mambo ya kudhamini watu sema haya kukuepo kwa ila alijitolea tu akatusupport kama nyimbo 3 tu hivi, ila management haijapatikana. Bana pengine tuseme upande wenu tuseme bana kuna namna kazi ya ikuenda aidha matunda mkupata matunda kwenye muziki? Matunda yalikuwepo kutokana na kazi tulizokuwa tunazifanya, ila hayakuridhisha kivile.
lakini matunda yalikuwepo, ila ya kuridhisha, kwa sababu ndo tuseme huyo mtu ambaye alikuwa anatusimamia hapa kambini ndo alizingua sana. Ila management mkuu alikuwa na moyo wa kufanya kitu, lakini aliyetubana ni yule ambaye tulikuwa naye hapa kambini. Bana nani Alfred? Naona uko busy. Kidogo tu. Bana mimi nataka nikuulize swali moja hivi. Nadhani kwamba kuna umesema kwamba kwenye muziki kuna namna hamna matunda mazuri. Si ndio hivyo? Lakini sasa hivi kuna washikaji zako wengine sasa hivi wana pikipiki, wengine ndio hivyo maisha yako safi. Kwamba walipita njia gani ambayo wewe hukupita? Wenyewe wanajua njia yao. Wanajua njia yao. Kwa mimi siwezi nikawaingilia kwa sababu sijui kama walitoa nani wapi. Hizo pikipiki walizitoa wapi au walizipata kwa njia ipi, sijui kabisa. Kwa nini kuniambia unajutia kuwa msanii? Hamna. Cheka. Cheka Hamna. Hamna. Kwa nini unajutia kuwa msanii? Hapana. Sijutii. Sawa. Pengine kipindi mpo kwenye kundi. Hivi mistake gani ambayo mlifanya ikapelekea mpaka management kuzingua? Sisi hatukuwahi kufanya mistake, ila naweza nikasema tena tulifanya mistake. Kwa sababu gani? Ile asi tunamteua mtu, tukamchukua huyo mtu awe kama msimamizi, awe anatuangalia hapa kambini. Hapo ndo naweza nikasema tulifanyaga mistake, kwa sababu aliyetufanya sisi turudi nyuma ni ambaye tulimchukua awe kama msimamizi. Maana kwa namna manager ili aitwe manager anatakiwa awe vipi kwanza? Manager, mimi naweza nikasema mimi kwa upande wangu, ila sijui kama nipo sahihi, kwa sababu mimi najua manager ni yule mtu ambaye anakufanyia kitu kwa wakati. Mfano kuna kitu nakifanya, afu anakuunga mkono, anazidi kuongeza baadhi ya vitu ili kile kitu unachokifanya kionekane bora zaidi. Sawa. Kuna kauli ulisema bana kuna manager wa huko ndo alisumbua. Msimamizi. Ya msimamizi. Manager yupo upande wa pili. Inchi ya 3 huko. Kwa nini ukujitokeza kwamba mimi bana ngoja nijisimamie, uongee na manager wako mwenyewe bana, ngoja sisi tulisimamie sisi kwa sisi, lakini msimamizi hatumtaki? Sisi tuliongea naye tukamwambia, ila alitupiga kalenda. Na sisi tukachukua tukakaa kimya hadi tukaamua kumwachilia. Ndo kukatokea mshikaji akatunga mkono. Kwanza nyimbo 3 tulizifanya tu vizuri, ila sema naye mambo ya familia ndo alimzingua. Alfred bana, nije kwako maana upo busy kidogo, au unakula upepo wa humu ndani? Bado unapunga upepo wa ndani. Umepapenda? Yeah. Sawa. Bana umesema sasa hivi muziki umepunguka kwako binafsi yako. Tuambie sasa hivi umejikita na kazi gani? Mimi kwa sasa sina kazi yoyote. Nimetulia tu home pale. Kwa unaishije sasa? Naishi tu hivyo tu, kupenda kwa Mungu yani. Sawa, Alfred najua una simu kubwa sana kuliko hata nyumba. Umeipataje na una kazi kama unavyosema? Hii mimi nimejichanga mwenyewe tu nikanunua hii hapa. Vipi mtu akisema bana atoke huko ni masuala ya muziki ndo amemfanya awe na simu? Utakuwa amedanganya yani. Wewe baada ya kuacha muziki sasa hivi kuna sehemu yote aidha ushakutana na mtu yote akakwambia mbona mwanangu ulifeli, kwa nini uliishia katikati, kwa nini usingeendelea? Hamna mshikaji yote aliyokuambia hivyo? Wapo wengi sana. Wengi sana, nishakutana na wengi sana. Kwa hiyo unahisi nini hapo? Sijaelewa mwenyewe. Unahisi nini mpaka kuambia hivyo? Unahisi kwamba nakukebei aidha walikuwa wapendi performance yako kwenye muziki? Sijui wanacholenga. Labda wamemisi kazi zangu au pengine wana vingine vyao huko. Sawa. Mimi nadhani kwamba kuna msanii fulani hivi mnamjua anaitwa Nyago. Nadhani anakwenda sana kijiji au sio? Au mpaka leo mumsikii? Tunamsikia. Tunamsikia. Sawa bana, Nyago mleo kufanya naye muziki? Au? Kwa nini? Ila tulikuwa kwenye mipangilio. Lakini hatukufanya kabisa. Bana wewe unaishi ungefanya muziki na Nyago ungekuwa wapi sasa hivi? Mimi sema mimi na Nyago hatukufanya kazi, au sina Nyago hatukufanya kazi, ila tulikuwepo kwenye taratibu za kufanya kazi ila hatukukamilisha. Ila kuna baadhi ya collab tulizifanya lakini hazikupanda mtandaoni.
na hadi leo zipo ndani. Nyinyi na Kundi. Nyago na kundi. Tulifanya hamna tukufanya na Nyago, tulifanya na wasanii wengine. Okay. Yeah. Pengine wasanii gani ambao walikuwa wanawapokea nyinyi kimuziki, na maana ndio vile hata kama tutakutana mahali tukiwa hivi wana muziki, hakuna vile vya kubaguana. Walikuwa wasanii gani ambao sasa hivi bado wameendelea na kazi? Sisi tulikuwa tunashirikiana na P-Boy Blaza P. Na hadi kuna kazi tulifanya naye mpaka leo haikutoka. Ya kuna Rich Kelo, Killer Music. Nafikiri ndio watu ambao tulikuwa na ukaribu nao pamoja na Genge Music. Yeah. Sawa. Bana, wamekupa offer ya kundi mbili hizi, Grand Music pamoja na True Music. Wewe unaingia wapi hapo? Hamna, mimi siende hata kwenye kundi yoyote isipokuwa mimi siwezi nikafanya tena muziki wa kundi. Ya kwa kitu ambacho mimi nategemea sasa hivi mambo yakiwa fresh, nitasimama mimi kama mimi au tunaweza tukasimama sisi kama sisi, lakini kila mtu atakuwa anafanya muziki wake peke yake. Ya tukikutana labda kwenye collab tu basi. Kuna ile namna bana Alfred, kuna ule usimamizi. Hivi pengine wewe unatamanigi pengine kati ya Follow na Nyago, yupi ambaye unaweza kutamani bana ningeishi hapo mshikaji akinisimamia? Sasa hivi ningekuwa nishakuwa maeneo fulani hivi. Kazi. Mimi hakuna. Wao wawili hakuna mwana yote anaweza kukusimamia. Hakuna kabisa. Kwa hiyo unahisi nini, wamepungukiwa nini mpaka wasikusimamie? Hawajapungukiwa chochote. Ila hakuna tu, sijapenda mwenyewe. Ina maana tuseme Alfred kwenye muziki tushakuacha. Hamna. Hamna, sio hivyo. Meldo bado yupo au? Si tupo. Si tupo. Bana hata kwenye muziki bado upo. Japo support haipo. Lakini si bado tupo. Okay. Support ikipatikana tu vizuri, tunaingia kati. Na sasa hivi pameshashamili ni pamoto vibaya mno. Sijui mtakuja na idea gani? Idea zipo nyingi, maana kuna ngoma tunazo ndani ni nzuri tu, hata zikitoka zinaendana na ngoma za sasa, mazingira sasa tu yako vizuri. Kwa ngoma zipo. Sawa. Ulifika hata kama tumeacha muziki na hatuna manager. Kwenda sehemu yote kwenye kikao cha wenzako, kwa mfano wasanii wenzako bana, kuna hili hapa, pengine unaweza ukaja. Kufanya hivyo hata siku moja? Niliwahi kushiriki, ila siku hizi ndo sishiriki kwenye vikao. Ila zamani nilikuwa nashiriki. Kwamba umejipata sasa hivi? Hamna, sijajipata, sema tu mambo mengi. Mambo mengi ya familia bro. Sawa. Tulidondoka kupata wanawake katika safari yetu ya muziki au kupata wanawake? Yaani kumpata mke kwenye safari ya muziki? Hamna. Kwamba uko single? Mimi mke nimempata kanisani. Okay. Kipindi unaenda chachu. Alfred, nawe tukuulize, kwenye safari ya muziki ukuwahi kufanyikia kupata mwanamke? Hamna. Kwa nini? Hatukuwa nafuata wanawake tu. Tulikuwa tumefuata kazi. Kwa hiyo kuna namna, kuna demo akisema kwamba mwanangu nimekuelewa, wewe unafanyaje? Akisema amenielewa. Amenielewa kivipi kwanza? Ndio hivyo, amekupenda. Amenipenda. Nataka mahusiano na wewe. Inabidi kumchunguza kwanza. Sawa, nakubali. Bwana, ngoja tumalizie hapa. Labda ningetamani nianze kwako Meldo. Meldo. Bana, kuna nao kutazama pale, unaweza kuambia kitu gani? Mimi naweza nikawaambia wasichoki kwanza kufuatilia Masters. Pia mimi ningewaachia tu neno moja. Meldo mimi bado nipo, na pamoja na marafiki zangu wote mtu 4 au mtu 5. Na Sweet tumepotea kikazi kivile, shida ni management. Ndio sababu ya sisi hatusikiki, ila kila kitu kikiwa fresh basi poa. Muziki sisi tutafanya na tutarudi tu kwa nguvu mpya. Nakubali. Twende kwa Alfred. Tumalizie bana, kuna wanao kutazama pale. Unawaambia kitu gani? Nawaambia waendelee kufuatilia TV yetu ya Masters TV. Na wazidi kutufuatilia. Ipo siku tutachomoka tu, kwa sababu bado tumestop kwa muda. Mimi niseme shukrani kwako wewe ambaye tulikuwa na wewe time ile mpaka time hii hapa bana. Hapa ni washikaji zetu, kama ulivyosikia anadai kwamba mchawi hapa support, ndio maana mambo mengi hayaendi. Make sure tu kwamba umesubscribe, umelike na kucomment na kushare, ili wengine wakaenjoy kama ulivyoenjoy. Kama nilivyokuambia, naitwa Alex Ali 26. Behind camera niko na Kabaisa Mtumbadi.
Asante sana kwenu.